Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na serikali ya kijeshi ya Madagascar yateua baraza la mawaziri, wengi wakiwa raia. Eneko waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewaomba viongozi wakuu wa dunia ikijumuisha Marekani, Uchina, Urusi na Umoja wa Ulaya kusaidia juhudi za uhabeshi za kupata upatikanaji wa bahari nyekundu, akieleza kuwa swala hilo ni la lazima na la kimsingi kwa taifa hilo. Watafiti nchini Marekani wanasema wamepata ushahidi wa mauaji ya halaiki baada ya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kudhibiti mji wa Al-Fasher kutoka kwa jeshi la Sudan. Na kampuni ya OpenAI imechapisha takwimu mpya inayokadiria idadi ya watumiaji wa ChatGPT wanaonyesha dalili zinazoweza kuashiria dharura za kiafya ya akili, ikiwemo wazimu, kuruko na akili na mawazo ya kujitoa uhai. Natumai ubuheri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Serikali ya Madagascar inaongozwa na wanajeshi ambayo ilipata madaraka mwanzoni mwa mwezi huu imetangaza baraza la mawaziri siku ya Jumanne hii inayojumuisha mawaziri wengi raia, ikiwemo baadhi ya wapinzani wakuu wa raia, rais aliyefukuzwa Andry Rajoelina. Uteuzi huu unaashiria hatua muhimu katika mzozo wa kisiasa wa Madagascar, huku wanajeshi wakiimarisha madaraka yake. Kwa mujibu wa serikali ya mpito ya sasa, imesema itashughulikia changamoto za kiuchumi na mgawanyiko wa kisiasa. Wanajeshi walifanya mapinduzi mwanzoni mwa mwezi huu baada ya Rajoelina kukimbia kutoka kisiwa cha bahari ya Hindi kufuatia wiki za maandamano yaliyoongozwa na vijana. Kanali Michael Randrianirina alichukua wadhifa wa rais kwa muda mfupi siku chache baadaye. Hadi sasa hakuja kuwa na maandamano ya kupinga uteuzi wa baraza la mawaziri. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amewafahamisha viongozi wakuu wa dunia ikijumuisha Marekani, Uchina, Urusi na Umoja wa Ulaya kusaidia juhudi za uhabeshi za kupata upatikanaji wa bahari nyekundu, akieleza kuwa swala hilo ni la lazima na la kimsingi kwa taifa hilo. Akizungumza na wabunge siku ya Jumanne, Abiy amesisitiza kuwa uhabeshi inapendelea mazungumzo ya amani na tayari imeomba ushirika wa kimataifa ili kusaidia kupata suluhisho la kidiplomasia. Aidha, alihoji kisheria mchakato wa kihistoria uliosababisha Ethiopia kuwa bila bandari kufuatia uhuru wa Eritrea mwaka 1963. Kabla ya hapo, Ethiopia ilikuwa na upatikanaji wa bahari nyekundu kupitia bandari kama Asab, ambayo baadaye ilijumuisha Eritrea baada ya kujitenga. Tangu wakati huo, Ethiopia imekuwa ikitegemea kwa kiasi kikubwa bandari za jirani yake ndogo mashariki, Djibouti, kwa karibu zote na bidhaa zake zinazoingizwa
na kusafirishwa nje ya taifa hilo. Matamshi ya hivi karibuni ya Abiy yamezua mvutano na Eritrea, ambayo inaona mapendekezo yote ya kuangalia upya hali ya ardhi kama tishio. Kama sehemu ya juhudi zake za kupata upatikanaji wa bahari, Uhabeshi ilisaini makubaliano ya awali na Somaliland mwanzoni mwa mwaka huu. Mkataba huo uliokusudiwa kuanzishwa kwa uwepo kwa jeshi la majini na upatikanaji wa bandari inayoonekana na Somalia katika kitendo cha ukatili, kwani inachukulia Somaliland kama sehemu ya eneo lake la kiasili. Makubaliano hayo yalisababisha mvutano wa kikanda na kuibua hofu ya kutokuwa na utulivu katika pembe ya Afrika. Ingawa makubaliano bado hayajafuatwa rasmi, hatima yake bado haijulikani. Mvutano unaoendelea kati ya Addis Ababa na Asmara umeibua hofu kubwa kati kuwa vita vipya vinaweza kuibuka kati ya nchi hizo mbili jirani. Watafiti nchini Marekani wamesema wamepata ushahidi wa mauaji ya halaiki baada ya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kudhibiti mji wa El Fasher kutoka kwa jeshi la Sudan. Maabara ya utafiti ya kibinadamu katika chuo kikuu cha Yale inasemekana picha za satellite zinaonyesha makundi ya kile kinachoonekana kuwa miili ya binadamu karibu na magari ya RSF na ukuta unaozunguka jiji hilo. Watafiti hao wamesema kuwa picha hizo pia zinadhibitisha kuwa RSF imekamata nyadhifa zote za jeshi. Pia wameona ushahidi wa shughuli za nyumba hadi nyumba na vizuizi vipya vya barabarani kote jijini humo. Ripoti ya Yale inaonyesha kwamba mtindo wa ghasia unaonekana kulengwa kwa kikabila, sawa na ukatili mkubwa unaorekodia hapo awali katika maeneo mengine ya Darfur tangu mzozo huo uanze Aprili mwaka 2023. Pia inasema maendeleo ya RSF pamoja na upatikanaji wa kibinadamu wenye vikwazo huongeza hatari ya uhalifu dhidi ya ubinadamu au hata mauaji ya kimbari. Kampuni ya OpenAI imechapisha takwimu mpya zinazokadiria idadi ya watumiaji wa ChatGPT wanaonyesha dalili zinazoonyesha kuashiria dharura za kiafya ya akili, ikiwemo wazimu, kurukwa na akili na mawazo ya kujitoa uhai. OpenAI imesema kuwa takribani 0.07% ya utumiaji wake hai katika kipindi cha wiki moja wanaonyesha dalili hizo, na kuongeza kuwa mfumo wake wa akili bandia AI umewekwa ili kutambua na kutoa majibu kwa mazungumzo nyeti yanayohusiana na hali hizi. Ingawa kampuni imesisitiza kuwa matukio haya ni nadra sana, wakosoaji wameonyesha wasiwasi kuwa hata asilimia ndogo inaweza kumaanisha mamia maelfu ya watu kutokana na idadi kubwa ya watumiaji wa ChatGPT ambao hivi karibuni wamefikia milioni 800 wa watumiaji hai kwa wiki, kama walivyosema mkurugenzi mtendaji Sam Altman. Ili kukabiliana na changamoto hii, OpenAI imeanzisha mtandao wa wataalamu wa afya ya akili na teknolojia kutoka dunia kote ili kutoa ushauri kwa kitaalamu. Katika tukio lingine linalotokea Agosti mwaka huu, mtu anayeshutumiwa kwa mauaji na kujiua katika eneo la Greenwich, Connecticut alitoa rekodi za masaa ya mazungumzo yake na ChatGPT ambayo yanaonyesha kuwa chanzo cha kuongezeka kwa mawazo potovu yaliyokuwa nayo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza kuwa Israel itachukua hatua baada ya Hamas kutoa mabaki ya binadamu ambayo hayakuwa na yoyote ya wafungwa 13 wa Israel waliopotea, akisema ni ukiukaji wa mpango wa kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Mabaki hayo yalitambuliwa kuwa ni ya Ofer Zafati ambaye tayari mwili wake ulipatikana mwanzoni mwa vita. Hamas ilidai inatekeleza matakwa ya kusitisha mapigano na inajitahidi kupata na kutambua mabaki yote, lakini inakosa vifaa vinavyohitajika kutokana na uharibifu mkubwa katika Gaza. Msemaji wa Hamas, Hazem Qasem, amesema kundi hilo itaendelea na juhudi zake zote za kuhakikisha mabaki ya mateka yaliyobaki yote yanarudishwa. Wakati huo mlipuko bado unaendelea kusikika Gaza, huku majeshi ya Israel yakikaribia kuharibu maandaki ya Hamas, ambapo waziri wa ulinzi wa Israel Katz
amesema takribani 60% ya maandaki bado ipo. Uchumi wa Kenya umeendelea kusuasua ikilinganishwa na ule wa Tanzania katika eneo la Afrika Mashariki, hasa kutokana na utegemezi mkubwa wa mauzo ya bidhaa ghafi nje ya taifa hilo linalokwamisha ukuaji wa uchumi na kuongeza kiwango cha umaskini. Haya yamebainishwa na ripoti ya ujumuishaji wa bara la Afrika 2025 iliyotolewa na Umoja wa Afrika AU. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla unafanya chini ya wastani ya bara katika juhudi za kuimarisha uchumi wake kupitia ubunifu, uongezaji thamani na bidhaa na upanuzi wa sekta za uzalishaji. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kenya inajipata ikifanya vibaya zaidi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, huku uchumi wake ukiendelea kutegemea zaidi mauzo ya bidhaa ghafi badala ya bidhaa zinazoongezwa thamani. Hali hiyo, ripoti inaonyesha, imeathiri maendeleo ya viwanda na sekta ya uzalishaji nchini humo, jambo linalochangia upungufu wa ajira, kipengele muhimu katika kupunguza ukosefu wa ajira na umaskini. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi, msikilizaji, naenda moja kwa moja kupokea sehemu ya pili ya matangazo yetu ambayo inakujia hivi sasa, sehemu ambayo ni ripoti za waandishi, uchambuzi vile vile na makala, ambapo sehemu hii tunashirikiana na washirika wetu idhaa ya Kiswahili ya DW. Wakati huu basi, moja kwa moja tunaenda kupokea ripoti na uchambuzi wa habari moja kwa moja kutoka idhaa hii. Umoja wa Mataifa unasema Jamaika, ambapo unaenda kupokea moja kwa moja habari hizi ambazo moja kwa moja inakuwa nafasi, na tunaanzia kule Tanzania, bado tunaelekea visiwani ambao Salma Said anatuletea taarifa kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Taarifa za watu kupigwa wala kujeruhiwa kama ilivyokuwa kwenye uchaguzi kama huu mwaka 2020. Kisheria, kura hiyo ya mapema inahusisha makundi maalumu wakiwemo maafisa wa ulinzi na usalama na wafanyakazi wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ambao watakuwa kazini siku ya uchaguzi mkuu, na hivyo kupewa fursa ya kupiga kura mapema ili kuhakikisha ushiriki wao unalindwa bila kuathiri majukumu yao ya kitaifa. Mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi amewaambia waandishi wa habari kwa zoezi la leo limefanyika kwa mafanikio makubwa. Amesema baada ya yeye na timu yake kutembelea vituo kadhaa vya kupigia kura, wameridhika kuwa shughuli ziliendelea vizuri bila changamoto kubwa. Kituo cha kupiga kura mapema kilitopele. Maafisa walikuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari, na baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli na tukasitisha zoezi lile ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani. Na baada ya wika kweli daftari lilikuwa lipo, lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawajacheki vizuri, na vituo vyote mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Deutsche Welle imetembelea baadhi ya vituo na kukusanya maoni kutoka kwa wapiga kura na wasimamizi wa vituo kuhusu mwenendo wa zoezi hilo. Kwa jina naitwa Fatma Juma Makame, ni mfanyakazi wa ZEC. Tupo katika kituo chetu hapa cha Alisan kupiga kura ya mapema. Zoezi letu linaendelea vizuri mpaka sasa hivi, tunashukuru alhamdulillah, wala hakuna shida yoyote, hatuna wasiwasi. Kwa jina naitwa Khadija Hamisi Abdallah, ambaye nilikuwa ni mgombea wa udiwani katika wadi ya Kilimahewa wa chama cha ACT Wazalendo. Zoezi kusema kweli haliko ile 100%, kwa sababu mara tu baada ya kuingia katika kituo cha upigaji kura tuliziona sitofahamu wenyewe ni kwamba zoezi lilianza kwanza saa 1:15 bila ya kuingia mawakala. Deutsche Welle imezungumza pia na mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Zanzibar, Shadida Omar, ambaye ametembelea vituo vya kupigia kura mapema leo. Kwa tathmini ya haraka ya uchaguzi wa leo, utaratibu umekwenda kama ulivyopangwa, vituo vimefunguliwa, lakini changamoto ambazo tulizoziona kwa upande wa kura ya mapema ni kufungwa kwa vituo mapema, lakini pia kuna baadhi ya maafisa wa tume kutokujua wajibu wao, lakini pia kutokujua utaratibu wa kuendesha hili zoezi. Wapiga kura watachagua rais wa muungano, rais wa Zanzibar, mbunge, mjumbe wa baraza la wakilishi na diwani. Salma Said, DW, Zanzibar.
Asante sana Salma Saidi, ukiwa visiwani kule Zanzibar, ambapo wakati wa Tanzania wakijiandaa kujielekea kwenye uchaguzi, shirika la vijana Tanzania, Tanzania Youth Coalition na TYC limesema vijana wengi Tanzania hawajatambua umuhimu wa kura zao. TYC ni miongoni mwa makundi ya uangalizi wa uchaguzi wa taifa hilo kwa mwaka huu wa 25 ambao unatarajiwa kufanyika kesho. Twaha Farjala ni miongoni mwa waratibu wa shughuli za uangalizi wa shirika hilo. Hali ni nzuri, japokuwa changamoto baadhi huwa hazikosekani, kwa sababu ni vitu ambavyo vinavyoandaliwa na binadamu, na kuna changamoto nyingine za kwanza binadamu ama za mfumo. Lakini kwa nini tunafanya uangalizi? Tunafanya uangalizi ni kwa sababu ya kutaka kuangalia uchaguzi wa huru, haki, wazi na kufuata taratibu zile ambazo zilizowekwa kwenye kanuni ama sheria kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Umezungumzia changamoto, unaweza kutupa kwa dokezo tu zipi kwa wakati huu ambazo umezishuhudia kabla tujakwenda kwa sababu wakati tunapoangalia tunakuwa tuna vitu vingi sana ambavyo tunapoangalia. Kwa sisi kama taasisi ambayo tunaratibu masuala ya vijana, baadhi ya kitu ambacho tumeanza kukibaini, mojawapo ni kwamba kunakuwa kuna ushiriki sana wa vijana kwenye masuala ya kampeni, lakini changamoto kubwa unakuta tunapoenda kwenye kampeni si kwa sababu ya kwenda kusikiliza sera za wagombea ili tuangalie ni nani ambaye anaweza kufaa tuweze kumchagua, lakini tunaenda kwa sababu ya ushabiki wa masuala tu ya vyama. Lakini lengo hasa ni kwamba tulipaswa twende tukaangalie, tukasikilize, tuone katika wagombea wale wanaogombea ni yupi ambaye tunaona kwamba ilani zake ambazo za chama chake ama namna gani anaweza kutekeleza zile za manufaa. Na hii ni kwa wagombea wa vyama vipi? Vyote vyama 19, vyama vyote vyenye wagombea. Sababu kutofahamu, sababu unakuwa kuna changamoto. Kwa sababu sababu mojawapo watu wengi tunakosa, hatuna ufahamu kuhusiana na masuala ya uraia, lakini kingine hatuna elimu sahihi ya kuhusiana na masuala ya uchaguzi. Kwa hiyo sababu pia inaweza ikaathiri uchaguzi huu? Inaweza ikaathiri kwa sababu katika uchaguzi ambao uliopita wa 2020 ilionekana vijana wengi sana walijiandikisha kwenye kupiga kura, lakini ilipofikia wakati wa kupiga kura ni idadi ndogo ambayo ilijitokeza kwenda kupiga kura. Kwa hiyo yawezekana wakawa bado wana mtazamo kuona kwamba kujiandikisha kwenye kupiga kura ni lengo kuu ni kwa ajili ya kupata kitambulisho, lakini wanasahau kwamba tunajiandikisha tukapige kura namna gani ya kwenda kumpata mtu sahihi ambaye anaweza kaenda kutusimamia na kwenda kuzungumzia mambo yetu, kwa sababu si watu wote tunaweza tukawa tuna fursa ya kwenda kushiriki kwenye majukwaa ya kutoa maamuzi. Kwa tunaenda kumchagua mtu ambaye tunajua huyu ndio atakayeenda kutusemea mambo yetu. Kwa hiyo kama tutakichukua kitambulisho alafu tutashindwa kwenda kupiga kura kwa mtu ambaye tunamuona ni sahihi, maana yake atakayeenda pale kusimama ni mtu ambaye hakuwa ni chaguo letu, ila hakuwa ni chaguo letu kwa sababu sisi wenyewe hatujitokeza kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kunakuwa kuna ufinyu sana kuelewa kwa nini tunatakiwa tukachague. Tunatakiwa tukachague kumpata mtu ambaye atakayeenda kutuwakilisha sisi katika kutusemea mambo yetu. Twaha, TYC, shirika hili linahusisha vijana Tanzania nzima. Hicho unachokizungumza inamaanisha ndio kinaakisi hali ilivyo nchi nzima? Ni nchi nzima. Hilo ni nchi nzima, kwa sababu takwimu inaonyesha kwamba kama idadi kubwa walijiandikisha, lakini idadi ndogo ndio ilienda kupiga kura. Ni kuonesha ni takwimu ya nchi nzima. Asante sana pale Sudi Mnete akifanya udadavuzio kwa kina, ambapo shirika hili la TYC limekuwa ni moja ya uangalizi wa uchaguzi katika taifa la Tanzania, ambapo wamezungumza na Twaha Farjala ambaye ni mratibu wa shughuli za uangalizi. Siku 61 za vyama vya siasa nchini Tanzania kufanya kampeni zao kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania zimehitimishwa leo, huku kila mgombea akihakikisha anakamilisha zoezi hilo kwa hali nzito. Kampeni hizo zimehitimishwa huku Tume Huru ya Uchanganuzi INEC ikitoa maelekezo 10 yanayotakiwa kuzingatiwa na wapiga kura hapo kesho.
Florence Majani na taarifa hiyo. Ambapo kampeni za uchaguzi zimehitimishwa kwa wagombea kupigilia msumari wa mwisho kama kete yao ya kushinda mtanange mkubwa wa uchaguzi mkuu hapo kesho. Mgombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha CCM, Samia Suluhu Hassan, amehitimisha kampeni yake huko mkoani Mwanza, akisisitiza kuwa shabaha ya chama chake ni kushinda uchaguzi wa kesho, na kisha akatoa angalizo. Nitumie fursa hii pia kuwakumbusha ndugu zangu wana CCM na wapenzi wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba shabaha yetu ni kushinda uchaguzi huu, tena ushindi wa heshima. Hakuna upinzani dhaifu wala upinzani mwepesi. Tuendeni kwa nguvu zote, tusiseme upinzani ulioko dhaifu au mwepesi, hapana. Tuendeni kwa nguvu zote. Wagombea wengine halikadhalika wamehitimisha kampeni zao hapo jana, ambapo mgombea urais wa chama cha ukombozi wa umma Chauma, Salum Mwalimu, alihitimisha kampeni zake katika jimbo la Segerea jijini Dar es Salaam. Ama wakati wagombea hao wakihitimisha kampeni zao, tayari Tume Huru ya Uchaguzi INEC imetoa maelekezo 10 yanayotoa mwongozo kwa wapiga kura na wadau wa uchaguzi wakati wa zoezi hilo hapo kesho. Mwenyekiti wa INEC, Jaji Jacobs Mwambegele, amesema kwa wapiga kura wasiokuwa na picha ambao majina yao yapo kwenye daftari la kudumu lakini picha zao hazionekani, wataruhusiwa kupiga kura endapo taarifa nyingine kwenye kadi zitakuwa sahihi. Na kwa wapiga kura waliopoteza ama kuharibu kadi zao, wataruhusiwa kutumia kitambulisho cha taifa au NIDA, leseni ya udereva au pasi ya kusafiria. Hairuhusiwi kuvaa sare za chama cha siasa kwenye vituo vya kupigia kura au kuendesha kampeni za uchaguzi ndani ya mita 300 kutoka eneo la kupigia kura siku ya uchaguzi. Halikadhalika, jeshi la polisi nchini humo limesema hali ya usalama inaendelea kuwa shwari nchini kuelekea siku ya kupiga kura hapo kesho, huku likitoa tahadhari dhidi ya taarifa za uongo na uchochezi zinazosambazwa mitandaoni. Msemaji wa jeshi la polisi makao makuu, David Misime, amesema jeshi hilo limejipanga kuhakikisha wananchi wote wanapiga kura katika mazingira ya amani na utulivu. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha tunapoelekea kesho tarehe 29 mwezi wa 10 2025, siku ya kupiga kura, kwani hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyohakikishia Oktoba 26, 2025. Kesho Watanzania wanakwenda kupiga kura ukiwa ni uchaguzi wa 7 tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani ukiwa Tanzania, jiji la kibiashara Dar es Salaam, kwa taarifa hiyo ambayo inafungamana na masuala ya uchaguzi. Licha ya kufutwa kwa kata katika makazi ya wakimbizi ya Burundi na kuinguliwa kwa wagombea kutoshiriki uchaguzi mkuu wa kesho nchini Tanzania, Watanzania wenye asili ya Burundi wanaoishi katika makazi ya Katumba na Mishamo mkoani Katavi wamepewa fursa ya kupiga kura nje ya makazi yao, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuwapa fursa raia hao kushiriki katika uchaguzi nje ya makazi yao. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kufutwa kwa kata zilizoanzishwa na ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, katika makazi hayo baada ya waliokuwa wakimbizi wa Burundi kupewa uraia wa Tanzania kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kama suluhisho la amani kwao baada ya kuishi ukimbizini kwa takribani miaka 40, wengi wao wakiwa wamezaliwa nchini Tanzania. Baadhi ya raia hao wa kuandikishwa wamepongeza uamuzi huo licha ya kusalia na hali ya sintofahamu kuhusu uhalali wa makazi yao kwa mamlaka ya serikali za mitaa, kama anavyoeleza Leonidas Ndirageza na Oresta Yamale. Tumejiandaa kwenda kwa sababu hakuna anayepingana na serikali. Tumejiandaa kwenda kupigia kura kwenye vituo hivyo tulivyopangiwa baada ya kata zetu hizi kufutwa. Lakini binafsi mimi nilijua kilichofutwa ni hizo kata na si watu kunyang'anywa uraia. Yaani shida ni kwa diwani, tunapoona masuala sasa ya magogozo yote kujua moja tusubirie na taarifa, kwa sababu hapa tulikuwa kuna changamoto yote ni tofauti na kule na nini Tabora ya Mkuru. Raia hao wamekuwa na maoni tofauti, wengi wao wakihofia umbali licha ya wengine kuamini kuwa wameahidiwa usafiri. Hata hivyo, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Nsimbo, Julius Moshi,
Akizungumza na DW kwa njia ya simu, amebainisha kuwa maelekezo kuhusu raia hao yalishatolewa na INEC na hawezi kueleza lolote kuhusu suala la usafiri. Jumla ya kata 10 zilizokuwa kambi za wakimbizi za Mishamo, Katuma na Uliankuru zilifutwa na wagombea wa udiwani 7 waliokuwa wameteuliwa walienguliwa sambamba na kufutwa kwa vituo vya kupigia kura vilivyokuwa ndani ya makazi hayo. Prosper Kuigize, DW, Kigoma. Asante sana Prosper Kuigize ukiwa maeneo ya Kigoma kule kwa taarifa hiyo, ambapo chama cha upinzani nchini Kenya cha Orange Democratic Movement ODM kimethibitisha kwamba kitaendelea kuwa sehemu ya serikali jumuishi inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto wa taifa hilo hadi mwaka 2027, licha ya tetesi zinazodai kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya chama hicho kuhusu iwapo kiondoke serikalini au la. Aidha, wanachama walimuidhinisha Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama hicho. Shisi Wasilwa na taarifa hiyo. Alikanusha madai ya kutoelewana ndani ya chama na kusisitiza kwamba ODM itadumisha maoni ya hayati Raila Odinga ya taifa lenye umoja na amani. Hata hivyo, umoja wa chama hicho unasalia wa kusuasua, kwani hata kabla ya kifo cha Raila kulikuwa na kambi mbili zilizokuwa zikitofautiana. Kambi moja ikiongozwa na Sifuna ilikuwa kinyume na chama hicho kushirikiana na serikali, huku kambi nyingine ikiongozwa na washirika watiifu wa Raila ikiunga mkono ushirikiano wa chama hicho na serikali. Sifuna amesisitiza kuwa ushiriki wa ODM serikalini si ishara ya kujisalimisha kisiasa, bali ni mwendelezo wa uongozi wa kitaifa aliojenga Raila na hamu yake ya kuona Kenya ikiendelea mbele kwa umoja. Aidha, alisisitiza kuwa chama cha ODM bado ni imara na kitaendelea kuzingatia jukumu lake kuu la kutetea maslahi ya wananchi. Lakini wachambuzi wa siasa wanasemaje kuhusu imara wa chama chenyewe baada ya kuzikwa kwa muasisi wake Raila Odinga? Make Chakara ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Kuna mzoga mahali na ukunguru na tai wanaanza kuzunguka pale. Mimi naona ni kama hiyo ndio inafanyika kwa ODM. Kuna wale ambao kidogo vijana ambao ni wakakamavu katika chama na wanaona kwamba ni nafasi, kuna uwezekano nafasi imepatikana sasa ya wao kuchukua uongozi wa chama kutoka kwa wazee. Kwa sababu ya hiyo naona ni kama chama ya ODM kuna kidogo huenda sio kidogo kutakuwa na mgawanyiko. Kamati kuu ya chama hicho imeidhinisha kaka marehemu Raila Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama. Oburu alisisitiza umuhimu wa umoja chamani na kuzingatia falsafa za hayati Raila Odinga. Chakara anasema kuwa kuna mtu mwingine aliyestahili kutoa nafasi hiyo nje ya familia ya Odinga. Wanafunzi wa siasa wa Raila wanajua kwa huko ndio mkono wa mzee ulikuwepo, kwa sababu hii chama ilikuwa haina identity outside the Odinga family. Kwa hivyo walikuwa wanaona mtu ambaye ako na uwezo kwa sasa kuchukua wadhifa huo wa uongozi ilikuwa tu ni mzee Oburu, kwa sababu ukitazama ODM bila Odinga, bila Raila hakuna ODM. Ndio sababu sisi wote sasa watu wengi wanajiuliza maswali ikiwa kweli ODM itasimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Raila ilikuwa ni ODM, ODM ilikuwa ni Raila. Iwapo chama hicho kitakuwa imara baada ya kuondokewa na muasisi wake ni swala la muda, lakini kwa sasa ni kutafakari alama ya siasa aliyoacha hayati Raila Odinga. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo kutokea Nairobi, Kenya. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo awamu ya pili nashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo ambayo ni ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile na makala. Tunakuomba msikilizaji, simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kipi Radio Fortune Africa. Nahitaji kununua transmitter na station transmitter link ambayo itawezesha kutusaidia kupeperusha matangazo yetu kwa njia ya FM. Enda pale Google, tafuta Radio Fortune Africa, app ambayo itakuja ya Zeno. Fuata hiyo app ya Zeno, enda katika eneo la donation, bonyeza pale. Itakuashiria uende katika eneo lile la PayPal na unaweza kusaidia kuweka pale mchango wako. Vile vile unaweza wasilisha kupitia bill yetu ni 625 account number 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili
ya Radio Fortune Africa. Angela Mdungu anatuchambulia yanayovuma kwenye majukwaa. Sari wa mijadala na mfano mzuri watakachokifanya ni kama mbunge akitoka labda kwenda kupata chochote, chai, chakula, wakati wa mjadala wakati bunge likiendelea, basi akirudi tu mbunge atakuta huyu mtoto wa kidijitali anamfahamisha kwamba ni yapi aliyosemwa na ni nani anapaswa kumjibu. Hilo bunge karibia linachukuliwa na yeye. Na kama utakumbuka huyu waziri Diela alitambulisha hivi karibuni, hii alitengenezwa kusaidia serikali kukabiliana na rushwa. Sasa tuangalie maoni. Memzi Kid anasema hatimaye kuna waziri ambaye hatakuwa na ahadi hewa. Hofu yangu ni kuwa watoto wake wanaweza kuipindua serikali kidijitali. Lakini Ogvodka anasema nadhani hatua nzuri, lakini nafikiri kwa maendeleo haya ya teknolojia hivi karibuni kutakuwa na kizazi cha maroboti. Nilichokuwa nasema hicho. Lakini kuna mwingine huyu anaitwa Dr. Tommy anauliza baba watoto wa Diela ni nani? Na ukatutafutia Angela. Haya, na kutoka Kenya habari kubwa mojawapo ni kuhusu ajali ya ndege hii iliyosababisha vifo vya watu sasa ni 12 wakiwemo raia wa kigeni wa Ujerumani na Hungary. Tumesikia kwenye taarifa ya habari, na labda Tusalum Nyoha anasema pole kwa ndugu jamaa na waliofiwa na wapendwa wao. Ni kweli kabisa, ni taarifa ambayo imechukua sehemu kubwa ya mitandao ya kijamii pia mchana huu. Basi Angela, nashukuru sana. Basi tuangalie na sisi huko kwenye channel yetu ya YouTube tumeandikiwa nini. Nehemia Nzoi Saba anasema asante sana DW kwa matangazo mazuri, nimewategea sikio nikiwa Bujumbura. Asante sana kutoka Bujumbura, Burundi. Hamisi Juma wa Babati, Manyara, Tanzania anasema nawatakia wa Tanzania upigaji kura mwema wenye utulivu. Wilfred Kalinjuma Muleba, Tanzania anasema hivi vyama vingine vya siasa kuna baadhi ya mikoa hatuna hata habari navyo. Iweje kesho tuvipigie kura? Isaya Sambo ameandika poleni sana wote waliowapoteza wapendwa wao katika ajali ya ndege huko Kenya. Kwenye ukurasa wetu wa Instagram, Dida Sasenga wa Arusha, Tanzania anasema poleni sana jirani zetu wa Kenya kwa ajali hiyo ya ndege iliyokuwa imewabeba watalii. Ashley Jamali anauliza hayo mapigano yanaisha lini? Israel na kundi la Hamas fanyeni mazungumzo kumaliza vita hivi. Na baba Charity mkulima halisi huyo kutokea Morogoro, Tanzania anasema kila laheri kuelekea uchaguzi hapo kesho manitawale. Beatrice Lucas anasema binafsi naona kwa kinachoendelea hakuna demokrasia Tanzania. Omo kama Kaitaba anasema kusitishwa kwa huduma za usafiri katika siku ya uchaguzi, je, huu sio ukiukwaji wa haki za binadamu? Mazungumzo ndio suluhisho la mzozo wa Ukraine na Urusi, anasema Adadi Mzamir Swed wa Bukoba, Tanzania. Goligota Magabe na watakia Zanzibar kila laheri katika zoezi la upigaji kura. Paul Peter Tendo wa Tabora ameandika zoezi la kampeni Tanzania linakamilika kwa amani pamoja na changamoto zilizopo. Na ninaangalia sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Mona James Babas anasema kutokana na yanayoendelea mtaani naona uchaguzi huu sio huru wala haki. Elias Lemunga akiwa Uganda, yeye anawatakia Watanzania wenzake uchaguzi mwema. Kabanzi Jana wa ametuandikia kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anawatakia uchaguzi mwema raia wa Tanzania, kuweni makini na uchaguzi, tambueni kuna maisha baada ya uchaguzi. Mbaraka Moshi ameandika tunaomba amani itawale katika kipindi hiki cha uchaguzi Tanzania. Asante Angela, asante sana pia mtazamaji na wale waliotufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii lakini pia kwenye radio wa shirika. Nashukuru sana kwa kuungana nasi. Naitwa Lilian Mtono, ninakutakia usiku mwema. Asante sana bibie Lilian Mtono, vile Angela Mdungu kwa kazi yenu nzuri sana, na msomaji wa habari pale ambali maliza anaitwa Jacob Safari. Kazi nzuri sana. Wakati huu basi nipatia fursa sana kuweza kutamatisha na mimi katika eneo hili kupitia idhaa hii kwamba tupokee kiziba mkonga ambacho huwa kinatufungia ukurasa huu. Kwenye kiziba mkonga cha sasa ni kwamba pamoja na kwamba ndoa inapaswa kuwa chanzo cha baraka na furaha, pamoja na kwamba ndoa inapaswa kuwa chanzo cha baraka na furaha, kuna vitu ukikosea ndoa hiyo inakuwa chanzo cha kukufilisi kila ulichonacho. Itaua vipawa vyako, itaua talanta yako, na baraka zako zote uishie kujuta kila siku. Anaye nielewa amenielewa.
Pamoja na kwamba ndoa inapaswa kuwa chanzo cha baraka na furaha, kuna vitu ukikosea, ndoa hiyo hiyo inakuwa chanzo cha kukufilisi kila ulicho nacho. Itaua vipawa vyako iwapo utapata mwenzi ambaye hatakubali uendane na vipawa ambao Mungu ameweka ndani yako. Itaua talanta yako na itaua baraka zako zote. Uishie kujuta kila siku. Anayenielewa amenielewa. Na sana sana katika eneo ambapo ukichanganya michepuko ndani ya ndoa, Mungu huwa hakuji mahali ambapo kuna michepuko. Iwapo kuna mtu ambaye yuko ndani ya ndoa na anapenda michepuko hapa nje, unaharibu msingi wa kuinuliwa. Unaharibu kila kitu. Kwa sababu michepuko ina mikosi. Unashangaa mambo hayaendi vizuri. Ni kwa sababu kuna michepuko. Na mchepuko inaweza kuwa mwanaume anafanya mchepuko ndani ya ndoa, mwanamke afanye. Au mwanamke anafanya michepuko ndani ya ndoa, mwanaume ametulia. Pamoja na kwamba ndoa inapaswa kuwa chanzo cha baraka na furaha, kuna vitu ukivikosea tu, ndoa hiyo hiyo inakuwa chanzo cha kufilisi kila ulicho nacho. Itaua vipawa vyako, itaua talanta na itaua baraka zako zote. Uishie kujuta kila siku. Narejelea tena, anayenielewa amenielewa. Na hiyo ndio sehemu ya Kiziba Mkonga.